anayeweza kupata kwa haraka atusomee. Mithali sura ya 11 aya ya 14. Neno la Mungu linasema, pasipo mashauri taifa huanguka, bali wingi wa washauri huja wokovu. Tusiposhauriana kama viongozi, kanisa litaanguka, taifa litaanguka. Lakini kwa kushauriana kwetu kama halmashauri, lazima wokovu upatikane. Kwa hiyo malengo ya uongozi wetu ni kumwelekeza mwanadamu afikie malengo ya uumbaji, na malengo ya uumbaji Mungu alituumba ili iweje? Sasa tumesoma kwenye katekisimu. Kwa nini Mungu alituumba? Cha kwanza, cha pili, cha tatu, na cha mwisho hicho turudi kwake. Hayo ndio malengo ya Mwenyezi Mungu ya uumbaji. Sasa uongozi wako wewe ukusaidie kuwaongoza watu wamjue Mungu, wampende Mungu, wamtumikie Mungu, na mwisho wa siku warudi kwa Mungu. Wewe ambaye malengo yako ni kutaka usimame mbele uonekane, jitafakari. Wewe ambaye malengo yako ni kutaka kuonekana na vile ambavyo Mungu alivyokuumba na vipaji vyako, jitafakari. Malengo ya uongozi ni kumuongoza mwanadamu aweze kumjua Mungu, ampende Mungu, amtumikie Mungu, ili mwisho wa siku arudi kwake mbinguni. Kwa hiyo angalia malengo yako, kama yanakinzana na hapo, rudi kwenye mstari. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wengine tumechaguliwa kama viongozi hata hatuna lengo hata moja. Lakini pia ukiangalia Injili ya Marko sura ya 6 ya 34 inatueleza mlengo wa uongozi ni nani. 6:34. Neno la Mungu linasema, naye aliposhuka mashuani akaona mkutano mkuu, akauhurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Watu walikuwa wamemfuata Yesu. Anashuka mashuani, anakuta watu wapo wametawanyika kama watu wasio na mchungaji. Akawahurumia, akawakusanya. Kazi yako wewe kiongozi ni kukusanya watu, ni kuunganisha watu, ni kuhurumia watu. Kwa mlengo wa uongozi ni mwanadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tupo wengine ambao tukishapewa uongozi, ile neno huruma unafanyaje? Inapotea. Tunaanza kuwagawanya watu, na kwenye baadhi ya vigango ukiangalia kuna makundi haya. Kuna kundi la mwenyekiti na kuna kundi la katekista. Na kama yako hivyo, kuna kundi la mwenyekiti, kuna kundi la katibu. Sasa ule muunganiko umefanyaje? Umekosa. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapaswa tuwe kitu kimoja kwenye kamati yetu. Ni sana kwenye familia. Familia, baba kishakuwa na mambo yake, mama kishakuwa na mambo yake, hiyo familia itaenda? Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa ni lazima tuwe kitu kimoja kwa lengo la kuwaongoza wanadamu ili wamjue Mungu, wampende Mungu, wamtumikie Mungu, na mwisho wa siku wafike kwa Mwenyezi Mungu. Na mwelekeo wetu wa uongozi ni nini? Kielezo chetu kama viongozi ni nani? Tunapata Injili ya Yohane sura ya 10 aya 11 na aya ya 14. Injili ya Yohane sura ya 10 aya ya 11 na aya ya 14. Neno la Mungu linasema katika Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 11, mimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi. Kielelezo cha uongozi wetu ni Kristo Yesu mwenyewe, na hili baba ameliongea wakati wa utangulizi wa semina yetu. Kwa kila mmoja kama kiongozi ni lazima amweke Yesu mbele.
na katika mahubiri yake amezungumzia kwamba kiongozi asiyependa kusali uongozi lazima apate shida kwenye uongozi wake. Kwa hiyo kielezo chetu katika uongozi wetu ni Yesu Kristo mwenyewe, Yesu Kristo mchungaji mwema. Jiulize, mimi ni mwenyekiti mwema kwenye kigango changu? Mimi ni katibu mwema kwenye kigango changu? Mimi ni katekista mwema kwenye kigango changu? Mimi ni mhasibu mwema kwenye kigango changu? Kuwa mhasibu sawa, wewe ni mhasibu. Kuwa mwenyekiti, wewe ni katibu. Kuwa katekista, wewe ni katibu, ni katekista. Ni mwema. Kristo anakutaka uwe kiongozi mwema kama yeye alivyo mchungaji mwema. Tumsifu Yesu Kristo.